yake. Na Lucifer kwa asili alikuwa ndiye bwana wa muziki, ambaye alitumia muziki kufikisha ujumbe wa neno la Mungu na kuwavuta viumbe wa Mungu katika njia ya mema. Hivyo basi, Lucifer alikuwa amebeba jukumu la kuongoza ibada za Mungu mbinguni. Alikuwa na jukumu la huduma za kidini na alikuwa kerubi aliyelinda eneo ambapo uwepo wa Mungu ulionyeshwa. Lucifer alikuwa na kipawa kikubwa sana cha muziki na mafanikio makubwa alikuwa nayo katika kuhubiri neno la Mungu, na inasemwa kuwa Lucifer alikuwa mwenye hekima na mwenye uzuri zaidi ya viumbe vyote vya Mungu, na maandiko yanasema moyo wake uliinuliwa. Lucifer alishikilia nafasi ya heshima ya pekee kabisa mbinguni. Lucifer alikuwa kamili sana, mzuri wa muonekano, na pia Mungu alimpendelea akampa nguvu kuliko malaika wenzake wote. Kwa bahati mbaya sana, ubora wake wa juu kuliko viumbe vingine vya Mungu ndani ya nafsi yake ukaanza kumsababishia kiburi na majivuno. Kiburi hufanya kiumbe kikufuru kabisa. Basi Lucifer, kiburi chake kikamfanya adharau viumbe vyote vya Mungu na akajifaharisha yeye kiasi cha kuamini yeye ni wa kulingana na Mungu. Kiburi chake kilikuwa kiasi cha kufikia kuwa na tamaa ya kuwa juu zaidi hata ya Mungu. Na kwa bahati mbaya zaidi akawa mjinga wa kuitamani nafasi ya Mungu kwa pupa. Lucifer akaanza kuhoji juu ya mambo mbalimbali ya Mungu na kila kitu kuhusu ulimwengu na yeye mwenyewe. Imani yake ilimtuma kuwa hata huyo Mungu mwenyewe ni lazima ana dosari, na kwamba yeye ndiye kiumbe kamili pekee aliyebaki bila shaka. Akaamini yeye ni bora hata juu ya Mungu. Basi kwa uzuri wake na umahiri wake na ushawishi wake ilimfanya afanikiwe kuwashawishi theluthi moja ya malaika mbinguni kujiunga naye na kumfanya yeye ndiye bwana, na likawa jeshi lake lililojikita kumtumikia. Dhumuni la Lucifer ilikuwa ni yeye kuichukua nafasi ya Mungu, yaani ampindue Mungu na kumtoa madarakani. Na kwa vile alikuwa na elimu kubwa sana, basi alihisi yeye ndiye aliyekuwa akimuelewa Mungu kuliko malaika wengine wote wanavyomuelewa Mungu, ama kuliko kiumbe kingine chochote kinavyomuelewa Mungu. Sasa ilifikia wakati Lucifer akadhamiria kuonyesha kuwa yeye ni mkubwa, tena mkubwa zaidi ya Mungu. Biblia inasimulia katika kitabu cha Isaya sura ya 14 aya ya 13, nabii Isaya ananukuu kile ambacho baadhi wanasema ni Lucifer alisema, nitapanda mbinguni, nitakweza kiti changu juu ya nyota za Mungu. Mwisho wa kunukuu. Hii inaonyesha ni jinsi gani Lucifer alikuwa na malengo makubwa ya kusimika ufalme wake juu ya ufalme wa Mungu.